Mtazamaji wa Tesha Eye, Mrisho Mashaka Gambo ni nani? Alisomea nini, wapi, na ni kwa nini masuala ya fedha anayataja sana? Karibu, majibu utayapata hapa leo hii. Mimi naitwa Tesha France Sengelela Teresia Alfredi na hii ni Tesha Eye. Mrisho Mashaka Gambo alizaliwa Mei 22 mwaka 1982 katika hospitali ya Ocean Road jijini Dar es Salaam. Alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Ilala Boma na kuhitimu darasa la 7 mwaka 1997. Alipata bahati ya kuchaguliwa kuendelea na masomo ya sekondari kidato cha kwanza hadi cha 4 katika shule ya sekondari Kibaha na kuhitimu kidato cha 4 mwaka 2001. Mwaka 2002 alichaguliwa kujiunga na kidato cha 5 shule ya ufundi Tanga maarufu kama Tanga Technical School. Alihitimu kidato cha 6 mwaka 2004. Mwaka 2005 alichaguliwa kujiunga na elimu ya juu katika chuo cha uhasibu Arusha kusomea stashahada ya juu katika sayansi ya kompyuta, yani computer science, na kuhitimu mwaka 2008. Mwaka 2009 aliajiriwa kwa nafasi ya mchambuzi wa mifumo ya kompyuta katika halmashauri ya jiji la Arusha. Mwaka 2011 aliajiriwa kama msimamizi mwandamizi wa mifumo ya kompyuta wa chuo cha kimataifa cha Nelson Mandela Arusha hiyo. Mwaka 2011 alijiuzulu nafasi hiyo pale katika chuo cha Nelson Mandela na kurudi jijini Arusha. Aliweza kurudi jiji la Arusha kwa kuwa hakuwa ameacha kazi, bali aliomba likizo ya bila malipo. Mwaka 2010 alijiunga tena na chuo cha uhasibu Arusha kusoma shahada ya uzamili, yani master's degree katika masuala ya uongozi na teknolojia ya habari na kuhitimu mwaka 2011. Aprili 2012 aligombea ubunge wa Afrika Mashariki na kushika nafasi ya 6 kati ya watu 81 waliogombea. Mei 2012 aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Korogwe pale mkoani Tanga. Julai mwaka 2016 aliapa kuwa mkuu wa wilaya ya Arusha, nafasi aliyoishikilia mpaka alipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Agosti 18, 2016 aliteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha akichukua nafasi ya Felix Kijiko Ntebenda. Na mwaka 2020 aligombea nafasi ya ubunge baada ya kuacha ukuu wa mkoa, na hatimaye wananchi wa jiji la Arusha wakamchagua kama mwakilishi wao pale bungeni. Na hii ni kwa mujibu wa chapisho ndani ya Jamii Forum. Amekuwa akizua hoja mbalimbali bungeni, amekuwa akizua hoja mbalimbali katikati ya jiji la Arusha, lakini pia amekuwa akizua hoja mbalimbali katika nafasi yote anapopata, hasa akishika maiki mbele ya wananchi, hali ambayo imezua gumzo na kumfanya kuwa mbunge msumbufu pengine kuliko wote bungeni kwa hivi sasa katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni kuelekea uchaguzi mkuu. Hivi karibuni amekuwa maarufu sana baada ya kuibua hoja bungeni iliyosimamisha bunge kwa muda fulani, na hatimaye spika akatoa maelekezo kwa waziri kuja na majibu juu ya tuhuma hizo. Sasa kumbe Gambo alisomea masuala ya kompyuta, ni mtaalamu wa kompyuta, lakini alisomea wapi? Kumbe alisomea chuo cha uhasibu Arusha ambacho kina uhusiano wa karibu sana na masuala ya fedha. Labda je, ukaribu wake na chuo cha uhasibu ndio unamfanya masuala ya fedha yazungumze sana mpaka spika imefika hatua yeye mwenyewe anasema mabilioni yametajwa sana hapa na Mheshimiwa Gambo? Kumbe alikuwa ni mtaalamu wa kompyuta, labda kompyuta inamsaidia katika kufahamu mambo kama haya. Hii ni Tesha Eye, maswali yote hayo tunakuachia wewe mwananchi wa kawaida. Usisahau kucomment, kusubscribe, lakini usisahau kushare video hii. Hii ni Tesha Eye. Naitwa Tesha Sengelela bin Teresia. Mheshimiwa tenda ilivyotangazwa tena. Samahani Mheshimiwa Mrisho Gambo. Ndio Mheshimiwa Mwenyekiti. Hayo unayozungumza nafikiri yameshapelekwa kwenye kamati ya maadili, yataenda kujadiliwa kule. Kama una hoja nyingine ya ziada naomba uzungumze. Hapana Mheshimiwa Mwenyekiti, hili jambo ni jipya kabisa.
alihusiana na zile hoja 4 za asubuhi. Ni jipya kabisa. Naomba nipate haki ya kuchangia kwa sababu hii si ni jambo la hilo soko ambayo unazungumzia. Hapana, sio soko, nazungumzia stand. Ni jambo jipya kabisa. Hiyo stand pia simezungumziwa asubuhi? Hapana, hajaingia kwenye hizo hoja. Hili ni jambo jipya kabisa. Naomba nipate nafasi ya kuchangia kwa sababu TAKUKURU na wizara hii inahusika na basi naomba ujitahidi usiguse jambo lolote ambalo limeshazungumzwa asubuhi na kupelekwa maamuzi yake kwenye kamati ya maadili. Nakushukuru sana mwenyekiti. Baadaye katangazwa tena tenda. Akapatikana mkandarasi mwingine, mmoja akashinda kwa bilioni 30, mwingine bilioni 31. Anataka apewe aliyeshinda kwa bilioni 31, sio bilioni 30. Kwa hapa kuna jambo la kufanya kwa wenzetu wa TAKUKURU kupitia ofisi ya Rais Utumishi, ili tukaokoe hizi fedha ambazo Daktari Samia anazitafuta kwa jasho na damu dunia nzima ili kuwasaidia wananchi wa jimbo la Arusha. Na ukizingatia maelezo yangu, mimi si mtuhumu mtu hapa. Mimi naeleza scenario na natoa nafasi kwa taasisi zinazohusika zikafuatilie, ili ukweli ukijulikana hatua zichukuliwe. Ikiwa vinginevyo tutakubaliana pia na matokeo. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, na hao waliopo sasa hivi, mmoja ameshaambia kule PPRA, ambao kwa maoni yangu mimi wote hawa, mmoja 30, mmoja 31, bado wanazidisha gharama zile zile. Kama ikichunguzwa na ikathibitika, tutafute namna yoyote ikiwezekana, akipatikana aliyebidi chini, tutaweza kuokoa gharama kubwa zaidi. Wananchi watapata stendi yao kama rais alivyokuwa anaifanyia kazi, pamoja na masuala mengine. Kwa hiyo nilisema hilo jambo, niliseme mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu ni jambo ambalo mimi naona lina maslahi mapana katika jimbo letu la Arusha mjini, na ni stendi ambayo kama isingekuwa haya mambo haya niliyosema hapa, pengine siku nyingi tungeshapata mkandarasi na kazi pengine ingeweza kuendelea. Lakini jambo la pili, kwenye upande huu wa utawala bora, ambayo pia TAKUKURU hapo, nataka nitumie fursa hii kwa kweli kutoka kwenye dhati ya moyo wangu kuwapongeza sana TAKUKURU, na hasa kupitia mkurugenzi wake mkuu Chalamila, lakini na wasaidizi wake walioko mkoa wa Arusha na maeneo mengine. Tulikuwa tuna changamoto kubwa sana kwenye upande wa bodaboda. Kuna hela zilichukuliwa kwenye akaunti, waliochukuliwa walikuwa wanajulikana, imelalamika bungeni kwa muda mrefu, lakini wahusika hawakupatikana. Leo ninazungumza nikiwa na furaha kwa sababu tayari TAKUKURU wameshamkamata mmoja wa wahusika walioiba fedha za bodaboda, ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa huo uboja. Bado waendelea na jitihada za kukamata, kuwatafuta wahusika wengine. Tunaomba wahusika wote watafutwe, na wanapokamatwa wapelekwe mahakamani, na lengo letu sisi zile fedha zipatikane, zirudi, ili ziende zikawasaidie bodaboda kama malengo yetu ya awali yalivyokuwa wakati tunatafuta zile fedha za kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo napongeza sana TAKUKURU, lakini najua wamefanya haya kutokana na uongozi imara wa Daktari Samia Suluhu Hassan, ili waweze kuhangaika na rushwa na ufisadi kwenye maeneo yetu. La tatu ni kuhusiana na TASAF. Wenzetu wa TASAF, na hili mheshimiwa Simbachawene unalijua vizuri, tulikwenda pale na mheshimiwa Mhagama kabla hujawa waziri wa utumishi, akaenda na askofu yuko pale, Askofu Sosi, akaahidi kwamba kile kivuko kitajengwa na TASAF, na akatoa mpaka deadline